studioni, lakini kwa sasa tuanze na uchambuzi na tuanze huko Mashariki ya Kati ambapo maelfu ya watu wamemiminika leo katikati mwa mji mkuu wa Iran, Tehran, kumuunga mkono kiongozi wa taifa hilo Islamu Ayatollah Mojtaba Khamenei. Wakati huo huo, Rais Donald Trump ameonyesha wazi kutokubaliana na wazo uteuzi wa Khamenei, akisema kiongozi yeyote ajaye wa Iran, endapo hataidhinishwa na Marekani, basi hatadumu kwa muda mrefu mamlakani. Silvia Mwehuzi amefuatilia yaliyojiri na hii hapa taarifa yake. Maelfu ya Wairani wamejitokeza leo katika viwanja vya mjini Teherani, wengi wakiwa wamebeba bendera za Irani na picha za Mojtaba Khamenei, mtoto wa kiongozi aliyeuawa katika mashambulizi ya Marekani na Israeli mwishoni mwa mwezi uliopita. Umati huo umekusanyika mara baada ya Irani kutangaza kuteuliwa kwa Mojtaba aliye na misimamo mikali kuchukua mikoba ya baba yake Ali Khamenei kama kiongozi mkuu wa nchi, hatua inayoonyesha kuwa hakuna dalili ya kusitisha vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israeli. Wakati umati huo ukijitokeza, milipuko mikubwa imeutikisa mji wa Teherani, huku mashahidi wakiripoti kusikia ndege za kivita kutoka kaskazini mwa milima ya Alborz. Jeshi la Israeli limesema lilianzisha shambulizi makubwa dhidi ya miundombinu ya uongozi wa Irani katika miji ya Teherani na Isfahani pamoja na maeneo ya kusini mwa nchi hiyo. Irani nayo pia ilifyatua makombora na kufanya mashambulizi ya ndege za droni kuelekea Israel na vilevile nchi za Ghuba, ikilenga miundombinu ya nishati ikiwemo visima vya mafuta. Kabla ya tangazo la uteuzi wa Mojtaba, rais wa Marekani Donald Trump alitishia tena Irani iwapo haitoihusisha Washington katika kuamua nani atakayemrithi Ali Khamenei. Akinukuliwa na kituo cha ABC News, Trump aliweka wazi kwamba Irani inapaswa kupata idhini ya Washington, akiongeza kuwa kiongozi yeyote atakayechaguliwa, ikiwa hatopata idhini kutoka Marekani, basi hatodumu muda mrefu. Trump pia alinukuliwa na tovuti ya habari ya Axios akisema kwamba asingekubali mtoto wa Khamenei aliyeuawa kuwa mkuu mpya wa nchi. Wakati huo, rais wa Urusi Vladimir Putin ametuma salamu za pongezi kwa Mojtaba Khamenei kwa kuchaguliwa kwake kama kiongozi mpya wa Iran. Amemweleza Mojtaba kwamba anatumai ataendeleza kazi ya baba yake na kuwaunganisha zaidi wa Irani katikati mwa msukosuko mkubwa. China kwa upande wake nayo imesema uamuzi wa kumteua Mojtaba kama kiongozi mpya ni suala la ndani na kupinga jaribio lolote la kumwondoa. Kauli hiyo ya China inafuatia onyo lilotolewa na jeshi la Israeli kwamba litamlenga mrithi yoyote wa kiongozi wa zamani Ali Khamenei. Msemaji katika wizara ya mambo ya nje ya China, Guo Jiakun, amewaeleza waandishi wa habari leo kwamba uamuzi wa kumteua Mojtaba umezingatia katiba ya nchi. China inapinga kuingiliwa mambo ya ndani ya nchi nyingine kwa kisingizio chochote, na mamlaka, usalama na umoja wa Iran vinapaswa kuheshimiwa. China inatoa wito wa kusitishwa mara moja kwa operesheni za kijeshi, kurejea kwenye mazungumzo na majadiliano haraka iwezekanavyo, na kuzuia kuongezeka zaidi kwa mvutano. Kwingineko katika kanda hiyo ya Mashariki ya Kati, Israel imefanya mashambulizi mapya katika vitongoji vya kusini mwa mji mkuu wa Lebanoni wa Beirut, ikilenga kampuni ya kifedha yenye mafungamano na kundi la wanamgambo la Hezbollah ambako mtu mmoja ameuawa. Nayo wizara ya ulinzi ya Uturuki imedai kwamba kombora la ballistic lililofyatuliwa kutokea Irani limezuiliwa na mifumo ya ulinzi ya jumuiya ya kujihami NATO wakati lilipoingia katika anga ya Uturuki. Na baada ya ripoti hiyo kuhusiana na yanayoendelea Iran kutoka kwake Silvia Mwehuzi, muda mfupi uliopita nilizungumza na mchambuzi wa siasa za kimataifa Ibrahim Rahbi, ambaye kwanza nilimtaka azungumzie hali inayomzunguka kiongozi mkuu mpya wa Iran Mojtaba Khamenei na kitisho kinachomzunguka dhidi ya maisha yake kutoka kwa Israel na Marekani. Kitisho cha Marekani na Israel kinamkabili kiongozi yoyote ndani ya Irani. Hilo wanalifahamu na ndio maana ameshika hiyo nafasi na wao walimchagua. Naweza kusema kuwa yeye analifahamu hilo na ameishi kwenye hayo maisha na vitisho hivyo kwa muda mrefu. Nadhani yeye ni kijana ambaye anajua, na hata maandamano yote yaliyotokea hivi karibuni aliyaona. Nadhani anajua nini atachokiwasilisha kwa hivi sasa. Lakini sasa hili linaweza kutafsiriwa vipi? Huyu ni kiongozi ambaye amechaguliwa kisheria, lakini kuna mataifa au viongozi duniani ambao wanajitokeza wanasema wazi wazi kwamba watamwangamiza. Nadhani tafsiri ilikuwa ni nyepesi tu.
sababu hili sio swala linalowahusu Irani. Lilikuwa ni swala ambalo linazihusu jumuiya za kimataifa au limwengu, kwa sababu kwa kiongozi wa nje kwenda kutishia kumshambulia kiongozi mwingine wa nchi nyingine ambaye analinda maslahi ya nchi yake kwa sababu tu ule kiongozi hataki kufuata maslaha ya upande wa pili, au ni kinyume na sheria za kimataifa. Na Ulaya na hata mataifa mengine ya Kiarabu na viongozi mbalimbali wamekuwa wakizungumzia swala la mazungumzo kwa ajili ya kutafutia mwarobaini mzozo huu. Kitisho hiki dhidi ya mujtaba kitaathiri vipi juhudi hizi? Mazungumzo sijui ni mazungumzo yepi ambayo wanaweza wakasema tunakaa kwenye mazungumzo, kwa sababu mara kadhaa Irani wamezungumza na wamesema kuwa tumekuwa kwenye mazungumzo mara mbili. Katika mazungumzo yote ya mara mbili tumeyosimama tumeshambuliwa katikati ya mazungumzo. Sasa sijajua tafsiri ya mazungumzo ambayo viongozi wa dunia wanayotaka kwa Irani, tafsiri ni ipi? Mazungumzo ya aina gani? Umoja wa Ulaya umesema kuwa uongozi wa Iran kwa sasa umedhoofishwa, na kwa mantiki hii unafikiri jawabu la Iran linaweza kuwa lipi endapo ikitokea kwamba kiongozi huyu mpya naye atalengwa? Awali Ulaya walisema pia uongozi wa Irani uko kwenye hali ngumu kabisa. Nadhani ilikuwa kauli ya kansela wa Ujerumani kabla hata ya mashambulizi, ilikuwa ni dhaifu zaidi serikali, na huenda kauli zao zilichochea haya yanayotokea sasa. Ikiwa Irani itashambuliwa tena na kiongozi wao akauawa, nadhani kile kinachoendelea Mashariki ya Kati wote tunakifahamu, na athari ya hii sio tu kuwa inapiga kwa Irani. Nadhani dunia ilitakiwa kusimama kuona kuwa haya madhara yanakwenda kwa nani zaidi, au tunaumia watu gani, na waache kuchochea hili. Na unafikiri Marekani na Israel wenyewe watafanikiwa katika malengo yao ambayo yamekuwa kwa kiasi fulani hayaeleweki? Maana mara wamekuwa wakisema kwamba wanataka kubadilisha utawala Iran, wanataka kubadilisha mfumo, na pia wamekuwa wakizungumzia kutaka kusambaratisha uwezo wa Iran kuunda zana za nuclear. Watafanikiwa katika yote haya? Bila shaka hii ni moja ya vita ambayo wachambuzi wengi duniani wanakubaliana kuwa ni vita ambayo haikuwa na malengo. Ndio maana tunaona mabadiliko ya kauli za viongozi wa ngazi za juu, hasa Marekani, kwa sababu huwezi kubadili utawala wa nchi yoyote kama hujaweka buti ardhini. Sioni kutimiza malengo ya Marekani na Israel, ila naweza nikaona kuwa Irani baadaye watakuja wakae kwenye meza na kujaribu kufikia makubaliano na Marekani na washirika wake. Na unafikiri haya yanaweza kudumu kwa muda gani? Maanake vita vya Urusi na Ukraine vilianza hivi tu na sasa hivi vimeingia mwaka wake wa 5. Kidogo vita ya Urusi na Ukraini inaweza ikaendelea kwa muda mrefu zaidi, kwa sababu kwanza inashirikisha nchi mbili za moja kwa moja. Mzozo wa Israeli, Marekani na Iran umeanza kwa kugusa takriban nchi 12. Kuna nchi za Ghuba zaidi ya nchi 5 ambazo wanaweza kusema uchumi wake umesimama kabisa. Hawa watu wa Ghuba wenye fedha zao ndio wafadhili wakuu wa uchumi wa Marekani. Kwa unaweza ukaona kuwa wiki moja tunazungumza vita inaanza, bei ya petroli kwenye soko la dunia ilikuwa $78. Leo tunazungumza pipa imefika $119, karibu 120. Sidhani kama ulimwengu bado unaweza kuendelea kustahimili hili. Kwa hiyo ukitazama huu mzozo, unaweza ukapata suluhu ya mapema kutokana na athari ambayo imetembea katika nchi nyingi kwa wakati mmoja. Ibrahim Rahbi huyo mchambuzi wa siasa za kimataifa, kama tulivyozungumza hapo, yeye akiwa huko Oman. DW tunavuma kwa kishindo. Na tuelekee sasa Afrika Mashariki, ila katika taarifa inayofungamana na hayo inayoendelea kwa Mashariki ya Kati na Watanzania waliokuwa wamekwama katika eneo hilo ambako Iran imekuwa ikilenga eneo hilo kama njia mojawapo ya kujibu mashambulizi yanayofanywa na Marekani na Israel, wamesafirishwa na kuwasili nchini Tanzania. George Njogopa ana mengi katika ripoti ifuatayo. Raia hao wamewasili leo katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Mwalimu Julius Nyerere kwa kutumia usafiri wa shirika la ndege la Tanzania ATCL, ambalo mwishoni mwa wiki lilitangaza kuandaa mpango maalum wa kurejeshwa Tanzania waliokwama baada ya anga katika Mashariki ya Kati kufungwa kwa muda usiojulikana. Mataifa kadhaa ulimwenguni yamekuwa yakichukua hatua ya kuwarejesha nyumbani raia wake licha hali mbaya makombora kutoka Iran kuendelea kuyalenga maeneo ya kimkakati ikiwemo viwanja vya ndege na majengo marefu. Kwa mujibu wa maafisa wa shirika la ndege la ATCL, wa Tanzania wapatao 230 walirejeshwa kwa kutumia ndege maalum. Captain Arifu Jina ni mkurugenzi mwendeshaji wa ATCL aliyetua na abiria hao. Tunapata ruhusa ya kuweza kupeleka ndege kubwa ili wachukue watu wote ambao wako tayari kurudi. Kwa hiyo tumeleta abiria 236 ambao kuna timu za mpira, kuna wafanya biashara, kuna watu wa kawaida. Hao wote tumeweza kuwachukua.
Baadhi ya wale waliowasili leo wanajaribu kukumbuka madhira waliokumbana nayo katika kipindi chote walichokuwa wamekwama, huku wengine baadhi wakitaja mazingira ya kuogopesha walioshuhudia. Kushirikiana na ambasada kutuchukua huko, tunashukuru. Kuna mtu amelipuliwa pale na teksi yenye bomu jirani yetu. Kwa tunarudi sana na kwa uchungu, nashukuru sana. Tumejaribu, ndege imechelewa kidogo, lakini tukapata tu usaidizi wa kupanda ndege haraka mpaka tukafika huko usalama tu. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Kurejea kwa nyumbani kumepunguza hali ya wasiwasi iliyokuwa imeandama, ingawa baadhi wanasema wale waliosalia huko bado wako katika hali tete. Nimekaa kwa zaidi ya siku 13 mbele, tofauti na ile matarajio ambayo nilikuwa nimeweka. Gharama ikawa kubwa ghafla, hofu kwa familia yangu ilikuwa kubwa, hata kwa mimi pia nilikuwa pale. Tanzania inakuwa nchi ya pili katika eneo la Afrika Mashariki kuwarejesha raia wake tangu kufungwa kwa anga katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Taarifa hivi karibuni ya mambo ya nje ilionya Tanzania kuchukua tahadhari na kuwataka wale wenye mahitaji ya haraka kwenda katika ofisi ya kibalozi kutoa taarifa zao. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa wa DW. Na watu 100 wanahofiwa kufariki baada ya kufukiwa kwenye mgodi wa kuchimba madini ya Coltan katika ajali mbaya ya hivi karibuni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Maafa hayo yametokana na maporomoko ya ardhi yaliyotokea mwishoni mwa wiki. Michael Kwena na ripoti kamili. Maporomoko hayo ya ardhi yalitokana na mvua kubwa zilizonyesha katika mji wa Masisi ulio katika jimbo la Kivu Kaskazini. Maafisa wa idara ya uokozi wanaendelea kuwatafuta manusura na pia kuitafuta miili ya watu waliokufa. Mvua kubwa zinaendelea kushuhudiwa katika maeneo mbalimbali nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku matokeo yake yakisababisha madhara makubwa. Msemaji wa polisi nchini humo, Robert Kasongo, ameliambia shirika la habari la Ujerumani DPA kwamba maafisa wa idara ya uokoaji wanaendelea na juhudi za kuwatafuta manusura baada ya mkasa huo ambao kwa sasa maafa yake yameongezeka. Maporomoko hayo ya ardhi yametokea siku chache tu baada ya tukio kama hilo kutokea wiki iliyopita katika mgodi mwingine wa kuchimba madini ya Coltan katika eneo hilo hilo la Masisi huko Kivu Kaskazini, ambako watu 200 walifariki wakiwemo watoto 70. Wizara ya Madini katika taarifa yake ilisema watu kadhaa pia walijeruhiwa. Aidha, makumi ya watu pia waliripotiwa kufariki mwanzoni mwa mwezi Januari kufuatia tukio jingine la maporomoko ya udongo kwenye migodi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hali ya mazingira ya kazi kwenye migodi mingi nchini humo imeripotiwa kuwa ni hatarishi, licha nchi hiyo kuwa na utajiri mkubwa wa rasilimali ya madini. Kwa kiwango kikubwa, hakuna vifaa vya usalama kwa wachimbaji wa madini, huku ajira ya watoto likichukuliwa kuwa ni jambo la kawaida. Migogoro inayoripotiwa nchini humo pia imeripotiwa kuzidisha hali hiyo. Tangu katikati ya mwaka wa 2024, eneo la Masisi limekuwa likidhibitiwa na waasi wa M23 ambao wanasimamia shughuli za uchimbaji katika eneo hilo na maeneo mengine mengi ya mashariki mwa Kongo. Migogoro hiyo inachochewa na rasilimali nyingi za madini kama vile koltani, dhahabu na bati. Koltani inayotumika kutengeneza metali ya tantali ina umuhimu mkubwa katika utengenezaji wa vifaa vya kielektroniki na ni muhimu katika bidhaa kama simu za mkononi na kompyuta. Wapiganaji 100 wa silaha na wanajeshi wanaoaminika kutoka Rwanda wamekuwa kwenye mzozo wa takriban miaka 30 nchini Kongo. Ni ripoti yake Michael Kwena hiyo. Tumalizie uchambuzi wetu na ripoti hii inayosema kwamba maelfu ya raia wa Sudan Kusini wameukimbia mji mdogo wa Akobo unaoshikiliwa na upande wa upinzani baada ya serikali kutoa amri ya watu kuuhama ili kuruhusu operesheni kubwa ya kijeshi. Muda wa mwisho uliotolewa na serikali kwa watu kuondoka ni leo Jumatatu. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba. Tangu siku ya Jumamosi usiku, maelfu ya watu wameondoka kwenye mji wa Akobo ulio mashariki mwa Sudan Kusini na jirani kabisa na mpaka na Ethiopia. Taarifa za watu kukimbia mji huu zimetolewa na maafisa kadhaa waliozungumza na mashirika ya habari. Afisa mmoja aliyejitambulisha kwa majina ya Nila Lu
Amesema hivi sasa mji huo unakaribia kuwa tupu, huku wengi wanawake, watoto na wazee walioondoka wamevuka mpaka na kuingia Ethiopia. Duru kutoka eneo hilo zinasema pia mapigano kati ya vikosi vya serikali na upinzani tayari yameanza tangu jioni ya jana Jumapili. Jeshi la taifa la Sudan lilikiamuru pia kikosi cha kulinda amani cha Umoja wa Mataifa nchini humo UNMISS kuifunga kambi yake kwenye mji wa Kobo tangu Ijumaa iliyopita. Mashirika ya kiraia pia ilitakiwa kuondoka ili kuepusha kile serikali mjini Juba imekisema kuwa madhara yatokanayo na mapigano. Vikosi vya serikali vilitangaza kwamba vinataka kufanya operesheni kubwa kwenye mji huu na maeneo jirani. Akobo ni miongoni mwa ngome chache za mwisho zilizo chini ya vikosi vya upinzani vinavyoongozwa na Riek Machar, makamu wa rais wa Sudan Kusini ambaye sasa yuko kizuizini. Tangu mwishoni mwa mwaka jana, vikosi vyake na vile vinavyoongozwa na Rais Salva Kiir vinapigana na kutishia kusambaratisha mkataba wa amani uliotoa saini baina ya pande hizo mbili mwaka 2018. Mapambano yalizidi makali mwezi Disemba pale vikosi vya upinzani vilipoyakamata maeneo ya jeshi la serikali kwenye eneo la kaskazini mwa jimbo la Jonglei. Mashambulizi ya kujibu mapigo yalifanikiwa kuwafurusha wapiganaji wa upinzani, na mapigano hayo yaliwalazimisha zaidi ya watu 280,000 kuyakimbia makazi yao, takwimu hizo ikiwa ni kulingana na mashirika yanayotoa msaada wa kiutu. Mji wako umekuwa chini ya udhibiti wa upinzani tangu vita vilipozuka kwa mara ya kwanza mwaka 2013 nchini Sudan Kusini. Kwa upinzani, mji huo ulionekana kuwa salama kimkakati hadi sasa, lakini taarifa zinasema ujumbe wa Umoja wa Mataifa ulioamriwa kuondoka haujaitia maelekezo ya serikali ya kuifunga kambi yake. Kwa upande wake, shirika la Msalaba Mwekundu ambalo linaendesha kliniki ya kuwasaidia watu waliojeruhiwa kwenye mji wa Kobo limesema bado lenyewe halijaondoa wafanyakazi wake. Wakazi wa mji wa Kobo walijaribu kuandamana Jumamosi iliyopita kulaani amri ya serikali